Wagwan everybody, hii ni Aznas Media, mimi naitwa Chumvi the Baddest Rahi, ni presenter steering Nyamwezi nilobaki mjini. This time around napiga story na wewe na nakukumbusha wewe ambaye auja like, auja comment, auja share, make sure unafanya hivyo ili uwe wa kwanza kuendelea kuzipata zile habari zote kuntu kali ambazo tunaziachia hapa kupitia Aznas Media. Bana, kwa Instagram na Facebook ni hivyo hivyo, ni Aznas_media. Unaweza kupata zile habari zote ambazo tunakuwa tunakudropishia kile inavyokuwa leo. Leo tuko na Nikimbishi Unju Bini Unuki in the house. Yuko hapa kupiga story na wewe kupitia katika nini kinaitwa kirusha sauti na cha kuona kinaitwaje kwenye kamera, runinga. Hiyo runinga hiyo. Leo anapiga story na wewe na utaweza kuyasikia mengi kutoka kwa Nikimbishi. So don't go nowhere. Keep on subscribing, commenting and liking and sharing. Yes, as I told you before, hii ni Aznas Media na hapa tunapiga story na moja kati ya magwiji wa hip hop. Mimi namuita gwiji kwa sababu I have been seeing him toka niko mdogo, nimekuwa nikimuona, nimependa mziki kwa kupitia kwao, wakiwa na tamaduni and all that. Bana, my brother Nikimbishi, karibu sana Aznas Media. Bwana, shukrani sana, nishakaribia. Ndio. Sawa bro. Bana, mwaka huu tutazungumzia mambo mengi. Tuanzie kwa hili. Mwaka huu tuko na tuzo za hip hop ambazo zinafanyika kwa mara ya kwanza Tanzania, ikiwa ni perspectively ni mziki pekee wa hip hop na zinahusiana na hip hop pekee yake. How do you see this idea? Idea ni nzuri kwa sababu ukiangalia kwa mwaka huu, kuanzia mwaka jana, mwaka huu wote hip hop imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye airwaves, au sio, media mbalimbali, charts mbalimbali, TV mbalimbali, radio, vyombo vya habari kama hivi. Kwa hiyo hip hop ina kitu inaitwa rap ndani yake kuna battle. Tumeona watu wamedisiana freestyles hapa na pale nini, wenyewe wanaita kuchangamsha game watoto siku hizi. Wameleta uhuishaji, wameipa uhai tena rap music, au sio. Watu wamewekeza, kama unaona kina Azma Mponda sasa hivi watu wanavaa vizuri, wanatokea location kali, maandalizi ya kila kazi inayofanyika yanakuwa katika level ambayo unaona now this is strictly business. Kwa hiyo kukiwa kuna kitu kama trophy, kinakuwa ni kitu cha kuwapa motisha wao, kwa maana kwamba mfano hata kama ligi ingekuwa tu mnacheza tu, mwisho wa siku tunasema hawa ndio Simba wameshachukua kombe, au hawa ndio Yanga, haya mnawapigia tu makofi, mnawapa 5, mnawaambia nyewe wakali. Umeona? Lakini ukiwa tunaweka vitu kama tuzo, vitawapa motisha wao, wakisema okay, next year nitapata tuzo, au this time let me work for it. Tunafanya for the sake of the art. Cha kwanza tunafanya kwa ajili ya sanaa, lakini motisha, vitu kama tuzo ni vitu muhimu kuwepo, vitafanya game. Angalia miaka ya nyuma tulikuwa tuna tuzo zetu, naona kabisa mambo yalikuwa yanaenda vizuri, game yanaenda vizuri. Yeah man. Bana, yes, thank you for that. And bro, wewe umekuwa kwenye game la hip hop ya Bongo hapa. Yani umekuwa kwenye mitikasi ya hip hop mingi sana, mmepambania sana, mmefanya projects nyingi sana, mishemisha kibao kwa ajili ya hip hop. Unahisi baada ya hizi tuzo kunaweza kuwa kuna new era ya hip hop Bongo? New era ya hip hop ipo, kama watu ambao ni hip hop heads ambao vinaaminiwa kuwa ni vichwa vya hip hop ambao vipo kwa ajili ya kusupervise na kusimamia pillars of the culture, yani misingi yote ya utamaduni wa hip hop. As long as wale watu wapo, na kizuri zaidi wanachotakiwa kukifanya, huu ni kama ushauri pia, ni kurithisha watu sanaa. Umeshaona, unarithisha watu sanaa. Unajua, ukiona wewe unafanya tu kitu bora, alafu baada ya muda wewe hautokuepo, nani atakiendeleza kile bora ulichokianzisha? Kwa hiyo sisi tunavofeli watu, hata ukiangalia kwenye siasa za Afrika, kiongozi anakaa madarakani miaka 40, anaona yeye ndio anafaa kuongoza, mwingine afai, na hata hajamuandaa mwingine. Kwa hiyo utajikuta unaikabidhi nchi kwenye mikono ambayo sio salama. Hata Mwalimu Nyerere alikuwa anaona mimi naondoka, lakini nani tena ataweza kuja kufanya kama? Kwa lazima wewe amemshamnoa kijana ambaye atakuja kukamata kiti. Kwa hiyo sisi tunachozidi ukiona kama kizazi kitafuata misingi ambayo sisi tumeiweka na ile ambayo inakubalika katika misingi ya sanaa, hususan katika utamaduni wa hip hop, basi vizazi vikali vitaendelea kuwepo, lakini wapunguze AI tu.
Wapunguze artificial intelligence. Akili mnemba, akili bandia. Sasa hivi si unaandika tu hata wewe maneno yako unaingiza mole, inatokea dude la hip hop. Lakini liko tofauti sana na mtu akifanya mwenyewe na AI akifanya. Kwa hiyo AI imekuja kwa ajili ya kuturahisishia mambo, sio kutufanya tuwe wajinga. Kwa hiyo pale katika uwezo wa kibinadamu tunapokuwa tumeishia, maybe AI inaweza ikatusaidia, na sio kwamba kwa sababu vile vitu vyote vilivyokuwa ndani ya AI kaeka binadamu, kaeka mwanadamu. Umeshanielewa? Kwa hiyo ile ni kama mtu ambaye yeye sasa wewe umelima, umempa mazao, yeye katafuna kameza, sasa hivi sasa anatakiwa akutemee. Yani kama ndege anavolisha watoto wake. Lakini ndege mtoto na ndege mkubwa ni ndege mama na ndege mtoto, lakini wote ni ndege. Bana Unju, hivi ni kweli wana hip hop wako na mabifu au mabifu yanatengenezwa na hawa mashabiki? Nimeuliza hivyo kwa sababu nimekuona kwenye wakati tunafanya Bongo Flava Hanas zinafanyika, umeperform pale, umepiga, hakuna aliotegemea kama unaweza ukaziclaim zile nyimbo zote za Professor Jay kama ulivyokuwa unafanya. Lakini ambacho kime take attention ni kwamba umeperform on the same stage na watu wengi, lakini Joh Makini ndo mtu ambaye watu wengi walikuwa wanasema bwana Nicky, Joh Makini nini. Hivi ni kweli hizi beef zinakuepo au ni mashabiki tu ndo wanazileta hizi? Simply unajua rap ilikuwa imejaa yani rap yani asili yake ni majigambo. Kuna zile tungo labda kujigamba, mtu mwingine anaweza akatokea akasema mimi ni mkali, na hiyo kujigamba ipo kwenye tasnia yoyote ambayo kitu ambacho chochote chenye ushindani. Kwa mfano angalia media, kuna media inasema sisi ni bora kuliko wao. Vinywaji, kampuni za vinywaji wanasema wao soda zao ndio tamu kuliko zingine, zisababishi kisukari. Wenye simu, mitandao ya simu wanasema wao kwao ndio nafuu, bando kubwa, ina speed internet. Yani kila mtu anajigamba kwa namna yake. Lakini haiwi uhasama, kwa sababu huwezi kusema kwamba nikimbisha na beef na Joh Makini. Hatujawahi kutukanana, hatujawahi kugombana, kushikana, kufanya nini, lakini mengi yalikuwa yakifanyika tu kwenye rap, na ndio maana mpaka leo hii umepata hata swali la kuniuliza hivyo. Yes. Of course, na hiyo nimeamini kwamba ni rap kwa sababu everybody alikuwa excited. Wale watu hafu mmepiga show Kinyamwezi kabisa, mmemsupport brother, it was good. Yeah, man. Yani katika siku ambazo wanaipa hapo wa Tanzania wametengeneza kitu ni siku ile sasa, usiku ule sasa. Bana hongera sana bro kwa unachokifanya. Nimekukuta Aznas Arts Center unafanya kitu. Nimekuta mnafanya kitu pale ambacho kilikuwa kinaendelea. Hivi ni other cypher au ni single project au kuna project zenu ambazo mnaendelea nazo zingine? Mimi kwanza nimekuja hapa kuja kuandaa, kwa sababu Aznas pia wanahusika na mambo ya printing na embroidery ya bidhaa tofauti kama merchandise. Sasa mimi nimeongea na my brother Azma hapo kwa sababu na kofia yangu bwana, mradi wa kofia kadhaa nitoe kwa ajili ya fans wangu. Kwa hiyo siwezi kukaa kusubiria tu zinaprintiwa. Nikasema ngoja nipande juu studio. Nimekutana na man DVD, nikamwambia ndio nimekuja hivyo, na mimi natokeaga kama ajali. Umeshaona nadaiwa chochote studio? Akaniambia bora nimekuona bwana, kuna mradi umekuja unaitwa 40 Bars. Nafikiri mimi ndo nitakuwa mtu wa kwanza kufanya. Nimekea sasa hivi jaribu kukifanya, haitakuwa tena project ambayo ita compile wasanii wengi. Kwa hiyo kila artist atakayealikwa kwenye hiyo karamu atafanya mistari yake 40 na project itashutiwa hapa Aznas. Kwa hiyo ndo nimekuja hapa. Alafu nilikuwa naambia jamaa hata mistari yenyewe sina, lakini nimeangalia kwenye, unajua Koti la Babu alikosa chawa. Kwa hiyo nimeangalia kwenye simu yangu nilikuta kumbe bars zipo. DVD anashaka, mara hii umeshamaliza mistari? Nikamwambia kumbe ilikuwa nayo, ilikuwa ni kuedit kuweka sawa. Mistari inakaukaje kwa Unju? Na tumefanikiwa tayari, 40 bars ziko ndani. So it's ready. Ndani ya dakika 20 tu. Nilikuwa namwambia director, nikasema kwamba my friend, mimi nimeshangaa sana mistari 40 imeandikwa afu imerekodiwa chap na back zishapigwa, sasa hivi tuende kupiga naye story brother. Sasa hivi hapo unaenda kusikiza ngoma tu, yani sio tena mambo mengine, yani kwamba kurekodi sio. Mimi nikifika studio kitu cha kwanza kinakuwa ni kile kilichonileta. Kwa mfano studio ukifika, wasanii wanapenda wengine wakawashe, wengine wanapenda kwanza paka wakapashe, vitu vya kunywa, machozi ya fisi, vitu kama hivyo. Watu wachangamke, wawe na vibe sana. Lakini unajigundua kwamba mwisho wa siku unakwenda out of focus ukiconcentrate sana kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo ukawa hai kupitiliza. The main objective is much better and even more important, kwa sababu
kilichokuleta kwanza ndio muhimu, objective. Kwa hiyo ilikuwa ni kurecord 40 bars, tumefanikisha. Hongera sana bro. Bana, this is one of the brothers ambao wako too much talented. Brother, mawili ya mwisho wakati tunaelekea kumaliza kupiga story. La kwanza, umewezaje kumaintain mpaka leo kwa muda mrefu huko pale? Kuna kitu kinaitwa Triple P. Triple P maana yake ni passion. Passion ni ile hali ya kwamba you're passionate to something. Yani kwamba wewe una passion na kitu. Yani ni zaidi ya mahaba, it's more than affection to the art. Yani una mapenzi ya dhati na sanaa. Umeshaona? Hiyo ni passion. Sasa ukiwa na passion, kuna kitu kinaitwa passions. Passions ni uvumilivu, subira. Watu wanafanya vitu lakini hawana subira. Kuna wasanii wengi sana unaonaga, wengine tunawafahamu, siwezi kuwa mention hapa, wanapenda kulalamikia huyu kadibania kwa huyu kafanya hivi, huyu hataki kunishika mkono, huyu hivi. Yani utafikirie ni kiwete au ni nini. Wanakosa uvumilivu. Anakuwa hana subira. Yaani anataka awe celebrity, yani celebrity overnight. Yani kwamba leo nimekuja nimetoa kazi, kesho ime blow up, kesho kutwa mimi star, kesho kutwa mimi napata hela. Ajui kwamba watu wamebuild. Yani wamebuild way back, yani watu we were just building, constructing, we've been paving the ways kwa ajili wao waje wapite, si ndio? Haya, alafu sasa kuna kitu kinaitwa persistence. Sasa persistence ndio inayosababisha niwe mbishi. Persistence maana yake ni king'ang'anizi. Yani don't give up on what you started. Is persistence like consistency the same? No, unaweza ukawa na consistency nzuri lakini ukashindwa kupersist. Yani kupersist ni kwamba you won't stop, yani keep trying and trying, unaanguka unasimama tena, unaanguka unasimama tena. Lakini consistency inaweza ikakatishwa ghafla kwa kukosa persistence. Na vile vile consistency inaweza ikawa you are not passionate kwa hicho kitu unachokifanya. Kwa hiyo hata muendelezo, unajua kwa mfano mimi consistency yangu na persistence yangu zinakuja zinashirikiana vipi? Ni kwamba nikitoa ngoma, kwa mfano tumetoa ngoma labda kama la Tukusa, nimechana dakika 8, jamaa mwingine anakuja na comment hivi, Nicky wewe sasa hivi una album mengi na hapa juzi umetoa ngoma lina maneno mengi, alafu aurudiage yale mashairi, wewe unatoa wapi? Sasa ile ni passion. Kwa bayani yale maneno kwanza kuyachezea ndio passion yangu. Rap. Umeshaona sichoki, anakuja. Kuna mwingine paka yatafute. Kuna mtu mnaandika verse mistari 8 tu, anaaga sasa, bwana mimi nitakuja kuingiza vocal kesho. Umeshaona? Huyo hayuko passion. Au pengine labda ni slow mo au slow thinker. Lakini ukiwa na passion, ukiwa na patience na persistence ya kuweza kupersist na kitu chako ulichokifanya mpaka uyaone mafanikio yake, au mpaka ukutane na destiny ya kile ulichokianzisha. Maintenance inakuja. Triple P man. Alright bro. Hilo lilikuwa nipata somo, nimejifunza. Ndo safi kuwa na mabrother ambao wako bright kama hivi. Tunajua. Na hip hop ndo always inavyokuaga. Hip hop mara nyingi lazima ndonga iwe kidogo, iwe namna gani. Sasa hilo lilikuwa moja. La pili. Sasa moja la mwisho ambao tunamaliza nalo, brother, ningependa uambie kitu kidogo sana wa new generation rappers. Kidogo chochote tu. New generation rappers mostly Gen Z kwa sababu watu wanashindwa express meaning in a meaningful way, new generation of rap. Kwa sababu new generation kuna hivi vizazi, Gen Z, kuna alpha nini, those are the new generations. Tukizungumzia generation as generation, lakini generation of rap kuna mtu Rick Ross ametoka kipindi cha kina Lil Wayne, kawakuta kina Lil Wayne ni mastaa. Sawa, lakini kumbe Rick Ross alikuwa na uwezo wa kutoka enzi za kina Jada Kiss, huko enzi za kina Biggie. Kwa hiyo huwezi kumuita Rick Ross ni old school, yani bado ni new generation, kwa sababu yani ni vizazi hivi vipya vya Gen Z, ingawa umri wake sio wa watu wa Gen Z. Kwa hiyo ninachopenda kuwashauri watu wa Gen Z kwanza na ukubali uthubutu wao, lakini sasa kwa sababu vitu vyao viko rahisi sana vinapatikana, wajitahidi kudig informations, wafanye vitu vya, yani waongee vitu vya msingi, yani wachimbe pia Gen Z, wachimbe, kwa sababu sasa hivi kizazi hiki ni kile ambacho wenyewe ukipiga wimbo wa nyuma tu kidogo, kwa mfano kuna dogo moja nilikutana naye
alikuwa anasema brother, mimi naonaga watu wanamuongelea Professor J, lakini mimi naona kama the nigga is overrated. Yani anasema Professor J is overrated. Nikamwambia how old are you? Akaniambia kazaliwa sijui 2000 na ngapi. Nikamwambia sasa kati wewe unazaliwa wewe, Professor J ameshatoa nikusaidie. Yani kashatoa jina langu ndio mzee nini, yani zote zishatoka za lamentari. Yani wewe umekuja kupata akili uko vidudu, unachora makamasi yako Nike. J ndio anatoa hapo vipi hapo sawa. He has relaxed already. Yani wewe hujai kusikiza machozi, jasho na damu nge. Asa nye hamkatazwi kwa sababu vile vitu vipo vina exist in the global world and digital world. Dig in. Jifunze. Usinione mimi nikikaa najua nyimbo za kina Marijani Rajabu, sijui Msondo Ngoma, sijui wakina Niko Zengekala, wakina Maneti, sijui wakina nani. Old school, najua reggae, najua salsa, najua tango, najua calypso, najua nyimbo za Kihindi, najua whatever it is, man. Kwa hiyo nakuwa na collective mental anatomy. Yani ubongo wangu unakuwa una taarifa nyingi sana. Mimi nafuatilia michezo, nafuatilia mpira wa miguu, nafuatilia basketball, nafuatilia sijui vitu kibao, najua movies, I know everything. I know a lot. Sasa hawa new generation rappers unawashauri wadigin, wachimbe, mimi sipendi kwanza wasipende kuuliza maswali, wapende kupata wao majibu ya maswali yao, wapunguze udadisi. Sometimes wasema udadisi ulimpoza nini? Ulimpoza nani sijui nini, kuna ile chura kwenye kuruka aliona maji lakini hana uhakika kwamba haya ni ya moto au ya baridi. Kwa hiyo kwenye kudadisi kujua kama ya moto au ya baridi, akaingia kwenye maji ya moto, akawa tayari. Bana napenda maji lakini napendi ya moto. Sawa. Bana tulikuwa naye brother Nicky Mbishi, Unju Bini Unuki. Hivi Unju Bini Unuki ndo yule Unju yule au Bini Unuki? Hiyo akagugo. Asante studio. Au wacheki na watu wa AI. AI haina hiyo Nicky. Kawaulize, ingawa watakuelezea kwa ufupi. Ukitaka kwa urefu sana tutaongea siku nyingine kuhusu Unju Bini Unuki. Thank you. Bana anaitwa Unju Bini Unuki, tulikuwa tunapiga naye story hapa. Right. Leo tulikuwa na hayo ambayo umeweza kuyasikia. Of course tulikuwa na Nicky Mbishi, Unju Bini Unuki in the house tonight. Alikuwepo hapa ku make sure kwamba unaelewa mengi kuhusiana na muziki adhimu wa hip hop. Tumepiga story, tumemuuliza kuhusiana na tuzo za hip hop, analionaje hili, lakini pia tumemuuliza mengi na akatufahamisha mengi na kawashauri new generation you should dig in. Inabidi uchimbe, jifunze vitu vingi ili kwenye mind uwe na mengi ambayo unaweza kuya speak out kwa jamii na waweze kuelewa kirahisi sana. Bana behind the camera naitwa director Kento Kenji. Lakini ukiachana na hilo na kukumbusha endelee kusubscribe, comment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kuzipata habari zetu kuntu kali. Mimi naitwa Chumvi the baddest right here, presenter Stadium Nyamwezi Lobaki mjini. Ukipita Instagram pale make sure kwamba unaifollow Aznas_media. Usisahau kuifollow Aznas_awards ili uweze kujua ambacho kinaendelea kuhusiana na awards. Ukiachana na hilo make sure kwamba unaifollow Aznas_printing. Kwa sababu sisi tunafanya printing, embroidering, vitu kama hivyo vyote ambavyo vinahusiana na huduma zote kuhusiana na printing. Ndio maana halisi ya Aznas Arts Center. Bana, bye bye for now. Aznas Media.